Sasa ndugu zangu, watu wa Mbarali, katiba yetu hii hapa, ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Na D. Wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa tuanze na namba 1. Inasema hivi: msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Kwamba nyie, huyo OCD, mamlaka ulionayo ni wananchi hao, ndio wamekaimisha kwako. Na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa watu, ustawi wa wananchi. Kustawi maana yake nini? Kukufanya uwe na maisha bora zaidi, ndio maana ya ustawi. Na D, serikali itawajibika kwa wananchi, kwamba wananchi wakisema tunaenda kushoto, serikali inapaswa kwenda kushoto, kwa sababu wenye nchi wamesema hivyo. Sasa ukisoma ibara ya 26 inasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mtu ana wajibu wa kufuata katiba hii. Ibara ya 27: watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi hii, pamoja na kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Sasa hiyo ni katiba inasema hivyo, kwamba sisi wananchi wenye mali tutakuwa na wajibu wa kupiga vita ubadhirifu wa rasilimali za nchi na kulinda mali za nchi yetu. Bahati nzuri, hii ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia sana. Ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi duniani. Tuna rasilimali ambazo haziko kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja, zina kilomita za mraba 890,000. Sisi peke yetu 945,000. Mkoa wenu wa Mbeya una ukubwa wa kilomita za mraba 35,954. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo Mbeya ni kubwa mara 2 kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina watu takriban milioni 10 na kitu. Mbeya wakazi wake wote hawafiki milioni 2.5. Tunapokuja Mbeya, tunaambiwa mkoa ambao ni mkubwa kuliko Rwanda, watu wake wanahangaishwa na eneo la kulima. Watu milioni 2. Nchi ya Rwanda ina watu milioni 9, 10, 12 kwenye sehemu ndogo kuliko Mbeya. Hawana shida ya kilimo, hawana shida ya nini, wanauza maziwa nje ya nchi kuliko sisi. Hata sisi tumeagiza maziwa kutoka Rwanda. Unaelewa kwamba hatuna viongozi katika nchi hii.